Wafanyabiashara wadogo jijini Nairobi wanaandamana kulalamikia ushuru wa juu wanaosema unaotozwa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru yani KRA. Kulingana nao, imekuwa vigumu kwao kupata faida kwa sababu ya ushuru wa juu. Kwa hivi sasa tunaungana naye Ben Kirui ambaye anayefuatilia taarifa hii, atujuze mengi zaidi. Kwako Ben Kirui, ni yapi yanayoendelea kwa hivi sasa? Naam, Lulu, unavyoona nasimama mbele ya maduka katika barabara ya Moi Avenue ambayo kwa kawaida yangekuwa yamesheheni shughuli chungu nzima yakipokea wafanyi biashara ama yakipokea wateja ambao wamekuwa wamefika hapa kufanya shughuli zao za kila siku. Lakini kwa sasa unavyoona maduka haya yamefungwa kufuatia maandamano yaliyoitishwa siku ya jana na wafanyi biashara wadogo kulalamikia ushuru wa juu, na ni maandamano ambayo yalitibuka baada ya wafanyi biashara hao kujaribu kuelekea katika majengo makuu ya KRA na vile kuelekea katika majengo ya bunge kuwasilisha maswala yao, lakini maafisa wa polisi ambao walikuwa wamekita kambi wakiwatawanya na kuwarejesha hadi mahali ambapo walikuwa wamepangia maandamano hayo katika eneo la Archives. Lakini pia mipango yao ya kuweza kukusanyika tena na kuweza kufanya maandamano hayo pia hayakuweza kutimia, manake maafisa wa polisi wa kuzuia vurugu ama fujo walifika kwa wingi na kuwatawanya na kuwalazimisha pia kurejea tu madukani mwao. Lakini kwa sasa ama hadi sasa maduka haya hayajafunguliwa, na si tu katika barabara hii ya Moi Avenue bali katika kila mtaa wa Nairobi. Ukizungumzia Ronald Ngala, Moi Avenue, Kenyatta Avenue na pia vile Nyamakima, kote ambapo tumeweza kuzunguka hakuna biashara ambayo inaendelea isipokuwa tu sekta ya usafiri ambapo matatu zinaendelea na shughuli zao za kila siku. Kila biashara katika jiji la Nairobi zimesimama kufuatia maandamano hayo ambayo yalifungwa. Lakini pia tumeweza kufika katika maeneo ya Eastleigh ambapo biashara zinaendelea kama kawaida, manake hapo jana wafanyi biashara hao walitangaza kwamba watakuwa wanafanya shughuli zao za kila siku leo na wataungana na wafanyi biashara wengine kufika katika makao ama majengo makuu ya KRA kutoa lalama zao, wakisema kwamba watafanya kikao ya moja kwa moja waweze kuafikiana na ama kupeleka tu tetezi zao kusema kwamba ushuru ambao umependekezwa ufutiliwe mbali. Kwa hivyo pande hiyo ya Nairobi shughuli zinaendelea kama kawaida, lakini ukizungumzia jiji kuu la Nairobi, City Center katikati mwa jiji la Nairobi, shughuli zimesambaratika, wafanyi biashara wakisusia kufanya kazi hadi pale ambapo serikali itaweza kusikiza lalama zao. Tumeweza kuongea na baadhi yao wakisema kwamba ushuru huo ukienda juu mapato yao yataweza kwenda chini mno, na wanasema kwamba hali ya sasa ya kufanya biashara imekuwa ni ngumu mno. Unapata pia wale wateja ambao wanafika pia wanataka kupunguziwa ile gharama ya bidhaa. Kwa hivyo wanasema kwamba haitawezekana iweze kufanyika hivyo. Kwa hivyo unavyoona, lakini kando na shughuli za maduka ama biashara za maduka, kila shughuli inaendelea kama kawaida hapa jijini Nairobi. Na niseme kwamba Lulu, wafanyi biashara wanalalamikia kiwango cha chini cha dhamani cha kuagizia mzigo kwa container la futi 40 ambacho kimepanda kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2. Hicho ni kiwango ama ni asilimia 28 ongezeko la asilimia 28. Hilo ni kama shilingi 700,000. Kwa hivyo wanasema kwamba serikali iweze kuwasikiza, KRA iwasikize, iweze kushusha ada hiyo ya ushuru ndiposa waendelee na biashara kama kawaida. Lakini tutaweza pia kusikia kutoka kwa baadhi yao ambao hatukuweza kuwasiliana nao pale asubuhi ambapo shughuli ama maandamano hayo yalitibuka. Tuweze pia kupata kama waliweza ama watatafuta mbinu nyingine ya kuweza kuwasiliana na KRA. Lulu. Mshukran sana Ben Kirui. Kwa hivi sasa naarifiwa kwamba afisa wa KRA anazungumzia swala hilo, tupate kumsikia anasema nini. Thank you, guys.
Naam, tumempata wakati amemaliza, lakini nina imani kwamba baadaye tutaweza kujua ni yapi yaliweza kuzungumzwa kutokana na kamishna huyo wa KRA. Lakini mbali na